Hello madam. Habari. Salama madam, habari? Salama tu za kwenu. Salama, pole. Naona nimekupigia ulikuwa busy au mbali na simu? Nilikuwa mbali na simu. Pole. Sasa dada amekuja kuripoti kituoni baada ya kumaliza mkataba, dada Jennifer. Kwa hiyo tumepigia kwanza kwa ajili ya kukushukuru sana kwa kukaa na dada yetu kwa mwaka mzima. Kwa hiyo amerudi kwa ajili ya kuja kuripoti. Sasa mara nyingi waga tunatamani wapate feedback zao, overview ya mwaka mzima. Unajua tulikuwa tunafanya tu zile za kila wiki kwa mwezi wa kwanza, baadaye tukahamia kila mwezi zile interval, lakini sasa leo amemaliza mwaka, kwa hiyo anapata sasa mrejesho wa mwaka mzima, utendaji wake wa kazi, nidhamu yake, wapi aboreshe, weakness zake zilikuwa zipi, strength zake zilikuwa zipi. Kwa sababu zitamsaidia. Sisi hao tunashirikiana na nyie kuhakikisha kwamba wanakuwa bora na wanafanikisha ndoto zao na malengo yao. Kwa na wewe utakuwa pia mmoja kati ya msaada wa yeye kujua kwamba ni wapi ambako anapaswa kufanya vizuri zaidi ili aweze kufikia malengo yake kwenye maisha yake. Ndio madam. Kwa hiyo tupo naye hapa anakusikia. Nimekuweka kabisa ili asikie feedback zake hapa. Kwa hiyo karibu madam. Asante. Kama tulivyokwisha kuongea, nishasema kwamba kwenye usafi vizuri. Kwenye kupika anaelekezeka, anapika chakula tunakula. Kwa changamoto ya watoto nilikwisha kueleza, lakini niliona alibadilika. Alikuwa karibu na watoto. Lakini pia ile issue iliyotokea mara ya mwisho. Okay, kwa hiyo kwenye nidhamu pia kumrate ni mtu ambaye umeshaishi naye huyu mwaka mzima. Kwa hiyo kwenye nidhamu yake na yeye unaweza kumrate vipi? Kwenye nidhamu hana shida, kwenye mavazi hana shida, hana dharau. Okay, kwa hiyo aendelee tu kujiboresha zaidi wapi labda? Ndio, kila nyumba ina utaratibu wake. Hata kama ataenda nyumba nyingine ni kufuata tu utaratibu wa hiyo nyumba nyingine atakayoenda. Okay, sawa. Haya, amekusikia vizuri sana. Kwa hiyo kifupi nadhani ni dada ambaye sio mtu wa kushindwa kukaa kwenye jamii ama kwenye familia ya mtu na kufanya kazi. Hawezi akashindwa. Okay, sawa madam. Basi tunashukuru sana, amekusikia pia. Kwa hiyo nadhani kwenye yale kama ni mtu ambaye tulikuwa tumemboresha, tumemrekebisha kwenye yale ambayo tuliongea na unasema kwamba alibadilika. Alibadilika. Kwa hiyo ni mtu ambaye kiufupi akifanya makosa anayakubali na anaonyesha kubadilika. Lakini kwenye usafi ndo anafanya vizuri zaidi. Sasa anafanya vizuri sana. Mtu akimsukuma kwamba hujafanya vizuri, hapana, nitakuwa namsingizia. Anafanya vizuri sana. Okay, sawa. Haya madam, tunashukuru sana kwa hizi feedback. Asante pia. Nikutakia muda mwema, nitakupigia baadaye tuongee vizuri kuhusiana na msaidizi kwa sababu tunaamini bado unahitaji mtu nyumbani. Hamna shida. Sawa, asante. Huyu anaitwa dada Jennifer. Ndo amemaliza mkataba wake jana. Si ni jana ndo mkataba uliisha? Juzi. Tarehe 24 sisi ndio inaonyesha kwamba unatakiwa kumaliza contract. Ni tarehe 23? 23. Okay. Alimaliza mkataba wake lakini end over tarehe 24. Mkataba wako uko wapi? Ni uone. Naona huku documents zetu sisi zinaonyesha unatakiwa kumaliza tarehe 24 mwezi wa 3. Kwa hiyo kwa muda wote ambao alikuwa akifanya kazi kwa bosi wake, huku feedback ambazo zinaonekana hakuna complaints so far. Kuanzia hizi za mwanzoni za mwezi wa kwanza, wa pili, dada anaendelea vizuri, hakuna changamoto yoyote. Akaja kupigiwa tena madam. Yaani kila mwezi hapa nakumbushwa tu kutuma dhamana, madam akatuma, naulizwa dada anaendeleaje, akasema dada anaendelea vizuri, hakuna changamoto yoyote. Mpaka ilivyofika mwezi akiwa na miezi 11 ndio mimi nilipigiwa simu, si ndio? Mimi nilipiga kwa ajili ya kumkumbusha madam kufanya renew ya contract. Kwa hiyo ndo nikaongea naye sasa kama madam, vipi mnaendeleaje? Dada amekaribia kumaliza mkataba. Akasema tu ongea na dada. Akasema tuongea na madam, amesema anaendelea vizuri, ila anaona dada yuko vizuri sana kwenye usafi na mapishi, ila kwa watoto ndio hapana. Yaani dada alikuwa mara nyingi kama vile ana muda na watoto. Mara nyingi yupo usafi anafanya vizuri sana,
Mapishi ndo kama hivyo, pia anafanya vizuri. Vitu vingi ambavyo bosi wake anavipenda kuvipika, anavipika vile ambavyo bosi wake anataka, kielekezo anafanya vile ambavyo bosi wake anataka. Lakini kwa watoto akawa anaonyesha hayupo karibu nao, ile bond na watoto ana. Kwa hiyo tukaongea pia na dada, tukampa hiyo feedback, japokuwa naye akasema dada akasema kwamba bosi wake ndo anavyowalea hivyo watoto wake, mara nyingi ameweka karibu naye. Kwa hiyo unakuta watoto wanamdharau au wamsikilizi. Kwa hiyo sisi tukamwambia bado hujafanya enough. Kama bado mtoto anamngangania mama, maana yake na wewe kuna somehow umeplay part, yani mtoto hajaona sababu ya kuwa karibu na wewe. Lakini dada naye akasema sasa, yani ile mazingira yeye kuwa karibu na watoto pia hayapo, kwa sababu ya namna ambavyo watoto wameshazoea kukaa na mama yao. Kwa hiyo ndio ilikuwa issue kubwa, ambayo hiyo ndio kubwa ya wadada wengi nadhani. Yani ukishamuona katika kama bosi yupo, still tunasema mara nyingi kwamba watoto ndio jicho la mama saa. Kwa hiyo ni lazima wewe ujue namna ya kuwawin. Ndio maana tulivyompa feedback zake naona akafanya vizuri mpaka akamalizia huo mwezi wake uliokuwa umebaki. Kwa sababu akasema tu nyie msisitizeni amalize mkataba wake vizuri, hata kama aendelee kwangu, lakini tumalize vizuri, tumeshakaa naye muda mrefu vizuri sana. Lakini baada ya hapo sasa dada ndo akaichukulia negatively, kwa sababu akaona kama vile yani kama madam kamshtaki kusema kwamba hayupo karibu na watoto. Ndio maana unaona hapa madam ananikumbushia kwamba yale maneno ya uongo akaamua kwenda kuongea akaongea sasa na sawa, walikuwa wanawapeleka nadhani watoto shule. Then ndo na bosi wake wa kiume. Bosi wake wa kiume ndo akamwambia kwamba madam ndo amenishtaki kituoni kwamba mimi siwaangalie, siwapendi watoto. Yani aliongea kitu tofauti kabisa. Yani ile kuwathamini, sijui ndio lugha gani, yani kama kuwathamini. Yeye akasema mimi nimebosi wathamini watoto. Ndio, yani natamani kujua sasa kama madam ndio aliongea na mume wake ni wao ni kitu kimoja. Wewe ulitoa wapi nguvu za kwenda kumsema kwa mume wake au kumlalamikia mume wake kwamba madam kasema kituoni? Yani hiyo confidence wewe ulitoa wapi? Kwamba yani wewe na mume wake ndio mna ukaribu zaidi kuliko mume wake na mtu na mke wake au? Hapana. Ulikuwa una maana, dhamira yako ilikuwa ni nini? Nia yako ya kumwambia mwanaume hivyo? Yani dhamira, mimi kwanza nilimuuliza tu kwamba hivi. Ulimuuliza nani? Mume wake. Nimwambia hivi samani, nilianguza neno kwanza thamani. Nikamwambia hivi, mama Bia ameisha kuambia kwamba mimi yani sina malezi bora yale kwa watoto. Yule mwanaume aliniuliza swali kwanza. Akaniambia kwani wewe na mama Bia kwanza mkoje? Nikamwambia mama Bia yani alishaacha ni muda mrefu hata kunisikiliza mimi, kwa naogopa hata kumuuliza. Ila kuna hicho kitu ambacho amekifikisha kule ofisini mimi sijapenda. Watoto muda mwingi anakuwa nao yeye, anakaa nao chumbani kuliko mimi. Sasa kwani wewe ni mama yao? Wewe unataka watoto wake wakae karibu na wewe ni mama yao? Yani ndio hicho tu. Jibu swali. Yani wewe ulitaka wale watoto wakae karibu na wewe kuliko mama yao? Kwamba wewe ndio sasa uwe mama yao au? Yani kuna ule karibu kama kumlisha labda chakula, muda mwingine mnacheza naye. Vitu kama hivyo mimi siweza kuvipata pale. Ulitaka upeweje? Hivyo vitu ulitaka upeweje ikiwa unaishi humo ndani na watoto wako hapo na wewe ndio una jukumu la nitaka kutumia neno kujipendekeza ambalo sijui kama liko sahihi, lakini mtu ambaye unamuonyesha mapenzi na kumjali lazima atakupa attention. Wewe kama uonyeshi watoto attention, watoto wanajua nani ana upendo nao, ndio maana wako karibu na mama yao, kwa sababu mama yao ndio anayewapenda kuliko mtu mwingine yeyote. Na kama unataka kuwawini, sio kwa kuambiwa nendeni mkakae na dada. Ni wewe dada unayeingia mle ndani, lazima uonyeshe kuwapenda, kuwajali kiasi ambacho watakuwa wanajisikia kwamba nataka kucheza na dada, nataka nilishwe na dada. Hicho kitu sio cha kufundishwa, sio cha kumwambia mtoto nenda. Kwa hiyo kama mama yao alikuwa yuko nao sio chumbani, yuko nao huku, yeye ndo anawalisha, yuko naye karibu, ni kwa sababu wale watoto wanajisikia usalama zaidi kwa mama yao kutokana na mama yao anavyowaonyesha mapenzi. Na ndio maana waajiri wengi wanavyotafuta wasichana wanasema nataka msichana mwenye hofu ya Mungu, mwenye upendo. Sasa wao upendo ulishindwa kuonyesha kwa wale watoto ili na wao wakupende. Ukitaka watoto wakupende na wewe unaonyesha upendo, huwezi kutaka tu waje kwako kwa sababu wewe ni dada umekaa mle ndani tu. Sasa mimi swali langu ni kwamba mbona umefanya kitu cha ajabu ambacho sio cha kawaida? Wewe unatoa wapi nguvu za kwenda kumuuliza bosi wako wa kiume kuhusu
Kuhusu yani kama madam kanishtaki kule kituoni. Hata mimi alivyokuja siku ya umetoa wapi hizo nguvu? Yani mimi sijaelewa. Hicho kitu ni kitu cha ujasiri mkubwa sana, afu lazima kionyeshe kwamba kuna mazoea au kuna nini. Yani wewe ulitoa wapi huo ujasiri? Kwa nini usingeongea na madam mwenyewe kwamba labda umesema kule kituoni mimi sifanyi hivi na hivi? Kwa nini? Ili akupe sababu za kwa nini amefikia hatua ya kusema huko. Wewe kwa nini kumface madam mwenyewe? Mikataba yetu inasemaje kuhusu nyinyi mabosi wenu, kati ya bosi wa kiume na wa kike? Ni bosi gani unatakiwa uwe naye karibu? Wa kike. Kwa hiyo wewe ilikuwaje sasa ukawa karibu na bosi wa kiume mpaka unaenda kumshtakia vitu kama hivyo, kwamba sijui mama B sijui kashtaki nini kule, sijui kasema sijui mimi sio mlezi mzuri kwa watoto? Yani ulitoaje wewe? Ulitoa wapi huo ujasiri yani? Wewe unaonaje? Unaona hicho kitu ni sawa? Yani una dada wa kazi nyumbani kwako, ndio mke sasa, umeolewa, una watoto na una mume wako. Dada umeona kuna vitu anafanya sio sawa, na mahali ulipomtoa una access ya kwenda kupeleka mrejesho, na wewe kama mke umepeleka mrejesho, jamani dada hana ukaribu na watoto wangu. Tena ni baada ya kumsifia kwamba usafi anafanya vizuri sana. Vingine umepewa sifa vizuri tu, lakini hicho ambacho umeambiwa ukweli ambacho ukifanyi pia ni sahihi, lazima ukipokee. Sasa wewe umeelewa na kujengea picha hapo, huyo dada wako wa kazi huyo atoke aende akamfuate mume wako, aanze kumwambia una taarifa kama nani ameenda kunishtaki kule kwamba silei. Hicho kitu wewe utapata picha gani? Ni madam yeye kutokuwa na ukaribu na mimi. Kutokuwaje na ukaribu na wewe? Kwa hiyo aliyokuwa na ukaribu na wewe ni mume wake. Madam kwa nini ile ukaribu na mimi? Kwanza alikata ile hata kama unaumwa unajisikia vibaya kutaka kusikiliza hicho kitu. Kwa hiyo ukatengeneza ukaribu na mume wake. Mwanaume yeye kama mtoto ile kumwandaa kwenda shule, labda mtoto anataka kumwambia baba, dada anajisikia vibaya, yule baba anaweza kuingia bafuni na kumwogesha mtoto wake na akamwandaa, akasema mimi naelekea kazini, twende nikuache hapo kituoni, mimi niendelee kwenda kazini. Kwa hiyo alikuwa anawaandaa watoto, yani baba ndo alikuwa na ukaribu wa watoto wake ile asubuhi kwa upande wa shule. Na kwa hiyo ataingia mle chumbani atakugongea hodi, mtoto anavaa nguo gani? Wewe uone kama unajichongea. Yani wewe umeenda pale kama dada wa kuwasaidia majukumu ambayo unatakiwa hayo majukumu yafanye wewe, lakini kwa uvivu wako, sijui ni uvivu au ni nini? Sio uvivu, muda mwingine kesi yako kubwa hapa umesifiwa vitu vingine. Sawa? Ambavyo nafikiri umejisikia vizuri kusifiwa, dada ulikuwa unafanya usafi vizuri na nini kingine kizuri? Na kwenye kupika, si ndio? Lakini kwenye watoto huna hiyo sifa. Wewe sio mtu wa watoto. Sasa usitake kuwa mkali hapa na kutaka kubishana. Wewe sio mtu wa watoto. Kwa hiyo mpaka huyo baba alikuwa anaamka asubuhi inabidi asaidie mambo ya watoto, walisha kujua wewe sio mtu wa nini? Mimi upande wa watoto nilikuwa sina shida. Ni wewe una shida. Sasa wewe utajijuaje? Yaani wewe unajijuaje wewe una shida? Wewe mabosi wako wameangalia katika mambo matatu: kupika, usafi, watoto. Wamekupa sifa kwenye usafi na kupika. Kwa hiyo nani anakujaji wewe? Anayejua ubora wako wa kazi ni nani? Ni wewe mwenyewe au watu unaowafanyia kazi? Naofanyia kazi. Sasa kwa nini hutaki kupokea feedback? Kwa nini unataka kuendelea kuleta ubishi ambao una kichwa wala miguu? Wewe sio mtu wa mtoto. Na ndio hicho kilichopelekea huyo baba akawa anaona isiwe shida. Asubuhi ajiandalie watoto wake, asayafanye hizo kazi za kusaidia kuandaa watoto. Kwa sababu gani? Dada tuliye naye sio dada wa watoto. Sio dada ambaye ana ukaribu na watoto. Wewe mwenyewe umeshindwa kujenga ukaribu na watoto mpaka watoto wakawa wanakaa tu karibu na mama yao. Kwa hiyo asubuhi inabidi huyo baba afanye msaada, kwa sababu anajua labda muda mwingi mama atakuwa nao, aweze kuandaa na kuwapeleka sijui ndio hiyo kwenye school bus na nini. Lakini hiyo yote imechangiwa na nani? Na wewe. Sababu wewe ungekuwa kwenye usafi, sifa ulizopewa kwenye usafi ingekuwa ni sifa ambazo unazo kwa watoto. Huyo baba hata siku moja asingeweza kuamka sijui aanze kuogesha mtoto sijui nini. Na hiyo kujisikia vibaya, nani anajua ukweli kwamba unajisikia vibaya? Ukishakuwa sio mtu wa watoto, kuna sababu nyingi ambazo zitakufanya useme leo naumwa, leo najisikia hivi, leo sijisikii vile. Kumbe nini? Unajua kabisa nikisema hivi baba atatake over, ataandaa watoto, atafanya hivi. Sisi tunawajua jamani. Ukweli ndio hicho. Kwa sababu hii alivyokuja kwenye usomo kwa siku ya workshop ulivyokuja, mimi nikamuuliza kwa sababu madam akanirudia, kwa nini mmemwambiaje dada? Yaani imekuja kuwa issue kubwa mpaka anaenda kumwambia mume wangu mimi sijajisikia vizuri. Huyu akaja siku ya workshop nikamuuliza, wewe tuliongea mimi na wewe nikakupa feedback yako vizuri. Tuna lengo la kukupa wewe feedback mpaka nikakushauri kabisa, kwa sababu wewe tunaambia kabisa na kumshauri nini afanye. Nikamwambia tafuta vitu vya kufanya na watoto.
Watu wanavyokuja sio unamwacha tu aenda kwa mamake unasema kwamba yupo karibu na mamake. Jiongeze. Sio kwa sababu uko level ya traditional ndio ukae hapo hapo. Tukakubaliana vizuri mpaka mwisho. Nikamwambia kilichokupeleka kwenda kumuuliza. Tena unaenda kumuuliza mume wa mtu unataka kuharibu familia ya mwenzako ama kufanyaje? Akaanza kuniambiaje? Akaniambia, "Amna, mimi sikumwambia, yeye ndo aliniuliza." Nikamwambia, "Unataka kuniona mimi ni mjinga kiasi gani?" Yaani yeye huyo saa amejueje? Yaani ndo aanze kumuuliza. Sio siku hiyo kaniambia kwamba yeye ndo kakuuliza. Mpaka nikakukasirikia kabisa siku ya workshop, nikamgombeza au nikamwambia wewe ni muongo, alafu mimi nataka kumhudumia mtu muongo. Kwa kweli inanilia ugumu kwa sababu ni unanidanganya. Yaani yeye sasa amejuaje kama sisi tuliongea na madam kiasi kwamba akuulize tu from nowhere. Akati yeye ndo kamuuliza. Hapa sasa hivi leo kakubali kwamba alimuuliza. Hivi Mama B unajua kama Mama B alifanyaje? Alinishtaki kule kituo. Kwa leo umenyoosha maneno hapa kwamba wewe ndio ulienda kuanza kumuuliza yule baba kwamba je, ana taarifa kama mke wake alisema chochote huku. Lakini sisi kwetu hiyo ni muhimu. Yaani mke na mume ni mwili mmoja. Kwa hiyo akishtaki mama ni baba. Manake ni baba amesema. Baba akishtaki jambo ni mke ameshtaki. Kwa hiyo msitake kwenda kwenye nyumba za watu na kuleta mpasuko. Nataka sasa kuonyesha kama labda huyu yuko upande wako, huyu yuko upande wa mtu mwingine. Hapana, hicho kitu sio sahihi. Ulichokifanya sio sawa. Wendi hivyo kwenye familia za watu. Na nimependa bosi hapo katika ushauri amesema vizuri tu kwamba kama unaendelea na hizi kazi akienda kwenye familia za watu namna ya kuishi vile wanavyotaka wao. Lakini pia familia nyingi wadada tunawaambia ukienda kwenye familia ambayo ina watoto, yani kabla ya usafi nyinyi mnakimbizanaga sana na kazi nyingine, lakini unatakiwa ujifunze sana kujenga mahusiano ya upendo na wale watoto kwanza, kwa sababu ndio mwajiri. Hata ni mimi nikishaona dada anawaignore watoto wangu wasitakage hata wahudumie. Yaani hapo nikishaona yani wadada wanakuaga wepesi kuwanyenyekea mabosi wanaowalipa mshahara. Mimi ataniuliza, "Si madam, unakula nini? Kuandalia nini?" Lakini jicho langu linaangalia anawasemeshaje watoto wangu, anawahudumiaje. Nikishaona anawaignore, mimi yule dada hata kama mimi alikuwa ananibeba mgongoni, hiyo haina maana. Kwa hiyo unaweza ukawa unaongea vizuri, sijui ndio huyo saa ndio bosi wako, inaonekana ulikaa naye karibu. Akili zenu mnaendaga kujiweka karibu na mabosi wa kiume. Hizo ni tabia mbaya. Wale ni wauza watu. Sijajijenga karibu na. Ulipata wapi ujasiri wa kwenda kumuuliza eti Mama B unajua alienda kunishtaki kule wa dada center? Ulitoa wapi huo ujasiri? Huo ujasiri unautoa wapi dada wa kazi tu, mhudumu ambaye umeenda nyumbani kwa mtu kuhudumia? Una mazoea ambayo umetengeneza. Umeelewa Una mazoea ambayo umeyatengeneza, na umeyatengeneza kwa sababu ndio hivyo huyo baba kazi zako alikuwa anafanyaje? Anakusaidia. Majukumu ya kuandaa watoto asubuhi ni ya kwako. Lakini ulikuwa ufanye kwa sababu upendi watoto. Ni watoto kweli madam. Yaani mazingira ambayo ndio yakuta pale. Acha kujitetea, hutaendelea. Ukijitetea huwezi. Na mwezi wa mwisho ulivyokupewa marekebisho na msema kwamba ulianza kwa karibu na watoto kwa unawalisha wanafanyaje? Uliweza alikuwa anawaambia nendeni kwa dada yenu, anajifungia chumbani mwake anawaambia nendeni kwa dada yenu. Wale watoto hivyo na mama mbona anatufukuza anatuambia twende kwa dada. Wale watoto tena ndo akajenga mazoea kwangu. Wewe unakaa mwaka mzima mahali watoto wasikuzoee. Hivi unakuwa ni binadamu wa namna gani? Kweli. Mwaka mzima umekaa umemaliza mkataba. Eti watoto mpaka dakika ya mwisho hapa wanaambiwa. Mimi madam nikwambia hata ukiangalia katika hizi simu kifuatilia ilipofika mwezi wa 9 ambapo ndio nilikuwa nimefikisha miezi 6 kitu kama hicho. Mimi nilipiga simu huko ofisini nikawaambia kwamba mimi ukweli huyu mama na malezi ya watoto wake hatutowezana. Wakaniuliza swali, kwa nini? Nikwambia toka nimekuja kwenye hii familia watoto muda mwingi mama wao anawaita wapi? Chumbani. Na kwenye upande wa kula chakula alidai kabisa kwa kauli yake kwamba mimi watoto wangu wakilishwa na dada, msapo pale wadada tulikuwa mimi na ndugu yake. Naona akasema mimi watoto wangu wakilishwa na dada washibi. Kwa hiyo yeye anakuwa nao. Umeelewa sasa? Kumbe jibu ndio hilo. Umeona sababu ya kwa nini bosi alikuwa hawaamini nyinyi wadada? Jibu si ndio hilo? Kwanza mkiwalisha watoto hawashibi. Maana sio yule dada ambaye ana uvumilivu. Unajua watoto wanataka mara akiruka huku umeruka naye. Aende akacheze, wewe unachota chakula uende umkimbize umpe. Sasa utaweza kumaliza lisali moja au masaa mawili unalisha mtoto. Na dada gani anaweza kufanya hivyo? Umeelewa Lakini mama mtu kwa sababu wale ni watoto wake anaweza kuvumilia akawalisha hivyo. Kwa hiyo kama huyo mama alikuwa na muda, na wazazi wengi ambao hawana muda wanajua hicho kitu.
Na ndio maana unakuta mzazi kila siku anampima mtoto wake nini? Uzito. Akiona ameongezeka anajua huyu dada kweli ni dada mzuri. Yaani kuna kipimo kabisa, wazazi wengi wanaangalia mtoto anaongezeka uzito kwa sababu muda mwingi hayupo, ila yule ambaye yupo anaona apambane mwenyewe na mtoto wake kwenye kumlisha.